execution kama na yana sio kona cia kura handu tungana koko cikiũmbũrwo. Kamuri mukare rona iria rihurire kono uguo. Hapo no motu pale ndimo hapo bana. Ni hizo. Niko ng'ombe. Naona ikiria. Ndio thamaki. Mundu kijana urona thamaki kilomita thamaki. Lakini ni kena pedo ya ruma. Ni anyita thamaki. Koguo tia tutisho cio hajo kato. Yeye hali akafuroi. Gato kaka girini. Kaka girini yes ya tatu. Ihida kama ai ni gacho kona achomoka. Na naba. Kega thamaki. Kega muno. Wakiwa wenye strip ya bere. Ndiye uguo. Yako chini. Neo kaneo kinya Leo ndio uko naye kuko ni kama magini pa inkiria ya umira ngoko ni ndia ni hera kanyani ka ile roboka aka roboka ya noru ya setu kiria ii ni rona ona Ini. Githungu. Yeah, love is there. Oh no, ile shiri ona toto rona. Kirita moira makoni nanyoni. I profiled it, I've posted it on social media. A lot of people know my story and they have actually na guthama iria cionekaga guku mai-ini tukaruga iki cionekaga kuria mutitu ni iria mostly European na nicio tukite kwirora haha muthi na kuria ni mukio cikoci ni undu kiriga tondu hihi ciena kuria ri no cione miti Niko kara hatu ke igino ke. Tutashika. Pete sikioka uko nyamiki. Gitumi kinene kia cituma Kwa jina ni David Wachira Njari kutoka eneo hili la Oroborosat, na mimi ni mwenyeji wa hapa. Tumekuwa tukijihusisha na shughuli za kuhifadhi na vile vile za kulinda mazingira. Ziwa la Oroborosat limekuwa ziwa ambalo halijulikani sana, lakini kufikia sasa ziwa hili limejipigania sana kwa sababu limekuwa limetajwa kama moja
ya sehemu muhimu sana ambayo inatembelewa na ndege kutoka ng'ambo ama kutoka sehemu zingine, na tangu wakati huo pia wenyeji wa hapa, wakazi wa hapa wameanza kuchukulia jambo hili kwa uzito, na wamepata haja sana ya kutaka kujua zaidi kuhusu Lake Oroborosat. Na tangu wakati huo tumeanza kuona hata watu wanataka kujihusisha na mambo ya utalii, vikundi vinajisajili, watu wameacha shughuli zingine ambazo zinahatarisha maisha ya ndege na vile vile wanyama hawa. Na tungetaka kuomba serikali, ikiwa inawezekana, shughuli hii ya kutazama ndege kama vile tuna shughuli za kutazama wale kongoni wanapotoka Tanzania, wanapovuka kuingia Kenya, shughuli hizo zinatangazwa sana katika vyombo vya habari. Tungetaka hata shughuli hii inapofika mwezi wa 8, mwezi wa 9, shughuli hii pia itangazwe na watu pia wafahamishwe na wajue ya kwamba hapa kuna wageni wanaokuja kutoka Europa, wageni wanakuja kutoka Asia, ambao ni ndege ambao pia shughuli ya kutazama ndege ni kitu ambacho kinavutia sana hata watalii. I'm an ornithologist, and for the last about 12 years I've been based here in Lake Oroborosat, participating in conservation and research related to birds. And Lake Oroborosat was designated as important bird area in the year 2008 because of having and hosting key unique species of birds, of which some of them they are only endemic to Kenya, some of them they are migratory birds from Europe and Asia, and some of them they are threatened and they need conservation. Among the key species of conservation interest here in Lake Oroborosat, these are the two that are listed endangered in the IUCN data of the threatened species. These are the Sharp's longclaw, which is a Kenyan endemic bird, and we have the grey-crowned crane, who also is an African endemic bird. The problem that they are facing are mainly human-induced. For example, for the grey-crowned crane, all across its home range, we have poisoning, we have poaching, we have disturbance when they are breeding, we have persecution, we have electrocution and coercion. And here in Lake Oroborosat, according to the survey that was done in 2019, which was a nationwide grey-crowned crane census, Lake Oroborosat emerged number 2, having the largest population of the grey-crowned crane, but leading in a small section with the highest population. The problem that this species is facing here, as I say, it's about the human-induced. The grey-crowned crane being an endangered species, and in fact we have 15 species or types of the cranes in the whole world, and the two of them have the crown, and one of them is the grey-crowned crane that is found here, and unfortunately it is the fastest declining crane species. For the last 47 years, its population has declined by 80%. Simple calculation is that within 47 years, where we had 100 cranes, only 20 are remaining. And the threats, what people can do to preserve or to sustain these species in the wild, it's avoid areas where they are breeding, where they are laying where they have the nests, where they are, they have the chicks. We try to reduce human activities there, especially the grazing. We exclude our livestock from the grazing areas, and also people. We give them enough, upper environment for them to breed without a disturbance. Promotion of tourism, grey-crowned crane, it's one of the species that can attract tourists because, one, it is among the only 2 cranes that have the crown, and also they are only found in Africa. And also the grey-crowned crane, it is the most beautiful of all the 15 species of the cranes that we have globally.
45% of the grey crown crane within the whole home range, 45% is only found in Africa, in Kenya that is. Majina yangu ni Joseph Ng'ang'a Kamau na mimi ni mwenyeji wa hapa Muruai location, Muruai sub-location, tukiwa hapa padi ya Daragwa. Mimi nikiwa kama mwenyeji wa hapa, tumepakana na hii bahari ambayo inajulikana kama Oroborosat, Lake Oroborosat, ambayo ni bahari ya kipekee kabisa. Tukiangalia kama upande wa jiografia, hii bahari inasemekana kwamba ndio bahari tunayo upande wa ile tulikuwa tunaita mkoa wa kati zamani, the Central Province. Lakini sasa hii ndio bahari ya pekee tunayo hapa. Na sisi kama watu ya Nyandarua ama tukiwa kama watu wa mkoa wa kati zamani, tunajivunia kuona bahari hii ambayo ni bahari yenyewe iko juu sana, altitude yake iko juu kabisa. Tukilinganisha na bahari ya Nakuru, hii Oroborosat iko juu kabisa. Kwa hivyo hii bahari iko na faida kwetu, maana kuna wale samaki ambao wanatoka kwa hii bahari. Kuna watu ambao wanatoa samaki hapa na wanalipa kodi, na basi pia tuna wale hippos, viboko ambao wako katika bahari hii. Ile kitu iko na tunao shida hapa ni ya kwamba penye yale chemichemi ya maji ambayo inatiririka katika hii bahari ikitoka kama hapa Satima Escarpment, tunaona ya kwamba ile miti ilikuwa ya kienyeji upande huu wa Satima Escarpment, ile miti haimo. Wakati tulifanya research tunaona kwamba kuna ile miti tulikuwa tunaita mitamayo, kuna miti tulikuwa tunaita mikoe, miroha, misharage, mifondo, na hiyo miti ndio ilikuwa inahifadhi yale maji ambayo inatiririka kwenye bahari ili bahari isiweze kukauka. Lakini kwa wakati huu ile miti imeisha baada ya watu kulima na kumaliza ile miti. Hapo yale maji ya bahari yanaenda ikipungua. Vile vile hata yale mashimo tumechimba hapa ya maji huwa inakauka kwa sababu ile miti imeisha. Sasa tulikuwa tunaomba kama wenyeji wa sehemu hii, kama serikali ya county ingeshirikiana na serikali hapa mashine na wananchi hapa mashinani, ili tuweze kuhifadhi ule msitu wetu. Na tukihifadhi ule msitu wetu, yale maji yatapatikana kutirika kwa hii bahari. Vile vile tutakuwa na maji ambayo tunatumia hapa, maji ya kutumia kama matumizi hapa nyumbani. Maji yakitiririka kwenye hii bahari yetu, wale ndege ambao wako hapa na wale ndege wanatoka ng'ambo wakikuja hapa watakuwa wakiweza kutagia bahari hii. Ile kitu ya muhimu sana ni ya kwamba sisi kama wenyeji wa hapa, ile elimu inakosekana kwa kuongea na wananchi wa hapa ili waweze kujua umuhimu wa ndege. Ni wachache sana. Kwa hivyo tungetaka wale ambao wanashughulika na hii maneno ya ndege wakuja hapa kwa community, ndio ile wale community waweze kujua faida ya kuwa na ndege hawa. Kwa hivyo ni watu wachache sana wako na elimu ama wanafaidika, wanajua mambo ya ndege.